Mambo wafanya biashara wenzangu, leo tuongelee kuhusu uwekezaji katika biashara. Ni pale ambako hela ya biashara inafanya biashara nje ya biashara bila kupoteza mwelekeo wa biashara. Sisi tumeelewa. Kitu cha kwanza ni umri wa biashara husika. Jua biashara yake kindaki, yani amejua ni ripoti ya fedha ya kibiashara. Fanya watu wanaotamani kuwekeza na wewe wawe na uhakika na kitu wanachoendea kuwekeza. Kitu kingine kinachoitwa washirika wa biashara. Biashara wanapaswa kuwepo, ambao hawa washirika wa biashara hawawezi kuwepo. Kitu kingine ni malengo ya biashara. Nini lengo la biashara yako, ambayo lengo la biashara yako ndio inafanya attraction ya partners. Unaona, huduma kwa wateja. Wateja ni system, ni mfumo wa biashara, jinsi gani ya kuweza kumaintain. Laheri mfanya biashara mwenzangu kwenye njia yako ya kufanya uwekezaji. Justin, tusemezane. Mambo wafanya biashara wenzangu, leo tuongelee kuhusu uwekezaji katika biashara. Watu wengi tukika mtaji tu tunaanza kusema tumewekeza kwenye biashara. Wala hatujawekeza kwenye biashara, kwa sababu uwekezaji kwenye biashara ni zaidi ya hivi tunavyojua. Sasa ndio tuzungumze kuhusu uwekezaji katika biashara zetu. Uwekezaji kwenye biashara, mfano pale ambapo unasikia mtu fulani ameinvest hela fulani kwenye timu fulani ya mpira, na unashangaa kupitia hiyo timu anatangaza biashara zake nyingine. Huo ndo uwekezaji katika biashara. Uwekezaji katika biashara ni pale ambako hela ya biashara inafanya biashara nje ya biashara bila kupoteza mwelekeo wa biashara. Sisi tumeelewana? Kwamba ushakusanya hela yako ya biashara, unatumia ile hela ya biashara nje ya biashara yako, ili ile hela ya nje ya biashara yako iweze kurudi ndani ya biashara yako, ili maisha ya biashara yako yaendelee. Huo ndo uwekezaji. So katika uwekezaji kuna vitu lazima viwepo au vifanyike ili uweze kufanya uwekezaji. Kitu cha kwanza ni umri wa biashara husika. Huwezi ukawa na umri mdogo wa biashara yako then ukakimbilia kufanya investment kwenye kitu kingine. Investment ni uwekezaji. Hauwezi ukafanya hivyo. Kwa hiyo umri wa biashara matters. Biashara inatakiwa iwe na umri mkubwa zaidi kabla ya kufanya maamuzi ya kufanya uwekezaji wa biashara katika biashara nyingine. Ndiyo. Na pia umri hubeba mantiki ya kwamba huyo mtu mmiliki wa biashara amejua biashara yake kindaki, yani amejua nje ndani, amejua namna inavyofanya kazi. Kwa umri ni moja ya tool muhimu sana kwenye uwekezaji wa biashara. Kitu kingine ni ripoti ya fedha ya kibiashara. Watu wengi sisi wafanya biashara wadogo wenzangu tuna kazi tu ya kuweka hela kwenye akaunti zetu binafsi. Tuna kazi ya kuweka hela kwenye simu zetu. Tuna kazi ya kuweka hela, hatutengenezi mfumo wa kuona incomes and income ya biashara. Hatutengenezi mfumo wa kufungua bank accounts za biashara. Hiyo ni lazima kufanya ili uweze kuwa na ripoti ya fedha. Ripoti ya fedha ya biashara inafanya watu wanaotamani kuwekeza na wewe wawe na uhakika na kitu wanachoendea kuwekezea. Sawa, that goes hata ukienda kwenye mabenki, ni lazima watake financial statement yako. Financial statement yako ni ripoti ya fedha ya biashara yako. So, kama mfanya biashara mdogo, you are looking forward kuja kufanya investment ya biashara yako, hakikisha unatengeneza mfumo sawia wa kuwa na ripoti ya fedha ya biashara yako, ambayo ripoti ya fedha ni pale ambako kwanza unatakiwa uwe na business account kabisa, ambayo hela zako zote zinapita hapo na zinaonekana. Ukifika mwisho wa mwezi ukienda benki ukiambia naombeni my financial statement, unaona kabisa kwamba tarehe 1 niliweka hela hii, tarehe 2 nilitoa hela na kadhalika. Kwa hiyo ripoti ya fedha inapelekea uwekezaji wa biashara uonekane ni kama ni reliable, kwa sababu inaonyesha kwamba how can you handle the finances, losses na kadhalika. Hii hupelekea kuwa na kitu kingine kinachoitwa washirika wa biashara. Huwezi kufanya investment nyingine
kama hutakuwa na washirika wa biashara. Na washirika wa biashara wanakuwepo ili kugawana zile nguvu kazi, tunasema, ili jambo liende. Hauwezi ukakuta mabiashara makubwa mtu yuko mwenyewe stand alone. Mtu mmoja anakuwa mbele, lakini nyuma kuna board of directors, kuna watu ambao wanafanya maamuzi pamoja naye ili mambo yaende. Na ndio maana kuna mabiashara tunayaona mpaka leo yana survive. Hata yule mtu mmoja tuliokuwa tunamjua hayupo kwenye hiyo ofisi au amefariki, lakini biashara yanaenda. Kwa nini? Kwa sababu ya washirika wa biashara. Washirika wa biashara wanapaswa kuwepo, ambao hawa washirika wa biashara hawawezi kuwepo kama biashara yako haina umri mrefu, na pia kama hamna ripoti nzuri ya fedha. Kwa hiyo washirika wa biashara wanatusaidia sana tuweze kufanya uwekezaji katika biashara. Na kuweza kupata washirika wa biashara ni lazima kuwe na mfumo mzuri wa biashara. Kitu kingine ni malengo ya biashara. Hakuna biashara ambayo haina malengo. Japo leo nachapia sana. Japo wafanyabiashara wengi sisi wadogo malengo yetu inakuwa tu ni biashara kwa kutuendeshea maisha, lakini biashara zinapaswa kuwa na lengo mama la hiyo biashara. Nini lengo la biashara yako? Ambayo lengo la biashara yako ndio inafanya attraction ya partners. Unaona tunavyoangalia kwenye nchi za watu zilizoendelea, unakuta mtu anakaa wazo kake kadogo, nasema mbona wazo lake dogo na watu wameweka hela. Lengo la biashara ndio linaweza kufanya watu wafanye partnership na wewe. Lengo la biashara ndio linafanya lionyeshe msimamo au msingi wa hiyo biashara. Kwa hiyo lazima kuwe na lengo mama la biashara ili watu wanaotaka kufanya uwekezaji na wewe waweze kujua biashara inaenda wapi. Kwa sababu ukiwa na lengo la biashara inamaanisha unaweza kusema kwamba biashara yangu iko hapa, I'm seeing myself kwamba baada ya miaka fulani kutakuwa na structure hii na structure hii na structure hii, tutafanya 1 2 3 4 5. Mtu ukimwambia kwenye anaona kabisa nikiweka hela yangu hapa kuna kitu kinaenda. Ndio maana kuna watu wanapata partnership kubwa. Unashangaa kwa nini? Ni kwa sababu ya lengo mama la biashara. Kitu kingine kinachofanyika ni nini? Huduma kwa wateja. Huduma kwa wateja sio kwa kutumia tu message, habari mteja, leo nimeleta bidhaa fulani, sijui nini na kucheka. Huduma kwa wateja ni system, ni mfumo wa biashara, jinsi gani ya kuweza kumaintain wateja, jinsi gani ya kuweza kuongeza wateja, jinsi gani ya kuweza kuwafikia wateja, jinsi gani wateja wanaweza kuwa reliable kwa bidhaa yako, jinsi gani wateja wanaweza kukuza na kutangaza biashara yako, jinsi gani, kwa sababu biashara bila ya wateja hakuna biashara. Lakini muda mwingi sisi huduma kwa wateja tunajuaga tu ni ile system ya una respond. Sawa, hiyo ni moja ya attribute, lakini huduma kwa wateja ni kiini cha biashara. Kuwa na huduma kwa wateja, huduma nzuri inatengeneza mfumo ulio imara wa biashara yako. So investment yoyote ya biashara si tu vile unasema nimeweka mtaji ndio nimefanya uwekezaji wa biashara. Uwekezaji wa biashara ni pale ambako biashara yako inaweza kufanya biashara nyingine nje ya biashara kwa kutumia hiyo hela ya biashara. Umeelewa? Na hiyo hela ya biashara iliyotumika iweze kurudi kwenye biashara bila kuua ile biashara. Huo ndio uwekezaji. Uwekezaji sio kuchukua hela hii 200,000 ukaweka kwenye hii biashara hapo kanunua mzigo ukasema ni uwekezaji. Hapana. Ile biashara uliyoiwekea 200,000 iweze kuproduce milioni. Ile milioni iinvest kwenye kitu kingine. Tuseme mfano, tutolee mfano tu kwenye wawekezaji wanaofanya kwenye mpira. Kwa scenario ndogo ili uelewe kwamba yule mtu anakuwa na biashara zake nyingi tu. Sawa? Ile biashara yake, zile hela za biashara zile anaziweka hapa kwenye mpira. Hapa kwenye hii timu anayoiwekea hapa, kupitia hii platform hii anatangaza biashara zake nyingine. Kupitia hii platform hii attract partnerships wa kufanya naye biashara nyingine. Ndio maana watu wengi ambao wana invest kwenye hivi vitu vikubwa tunavyoviona hawatoki kwenye hiyo, kwa sababu ndani yake kwamba wametoa hela kwenye biashara ili watangaze biashara bila kuharibu mwelekeo wa biashara nyingine, bali kuendelea kutanua biashara zao. Hivyo ndivyo uwekezaji unavyofanya kazi. Kila laheri mfanya biashara mwenzangu kwenye njia yako ya kufanya uwekezaji. Shosti! Tusemezane.